Bwana, hivi ndivyo ambavyo Alan Okello Starboy aliweza kuwaaga wachezaji wenzake wa klabu ya Vipers ya Uganda mara baada ya kumalizana na klabu ya Yanga na Yanga kuweza kumtambulisha kama mchezaji wao rasmi kwenye dirisha hili dogo la usajili. Sasa Alan Okello bwana, hii ndio clip ama video kimeonyesha Alan Okello akitumia wasa wake wa kuweza kuagana na baadhi ya nyota ambao amecheza nao ndani ya klabu ya Vipers. Sasa baada ya clip hii ama video hii kimeonyesha Alan Okello akiagana na nyota wa Vipers, kwa maana ya aliokuwa akicheza nao ndani ya klabu hiyo ya Vipers. Bwana Alan Okello ameandika ujumbe wa kuaga, yaani ukiachana na namna ambavyo waliagana na kukutana nao, alizungumza nao pia na kutoa maneno yake ya mwisho kabla ya kutimkia ndani ya klabu ya Yanga. Sasa moja kati ya maneno ambayo Alan Okello aliweza kuzungumza, alisema hivi na nukuu: baada ya miaka 2.5 mizuri sana, muda wangu Vipers umefika mwisho. Ninatoa shukurani za dhati kwa rais wa club Dr. Lawrence Mlindwa, uongozi, benchi la ufundi, wachezaji wenzangu na bila kusahau ninyi mashabiki wa Vermoz. Asante kwa kunipa nafasi ya kuwa sehemu ya familia yenu kubwa. Nimekuwa mwenye furaha hapa. Nimekuwa mkifanya nijihisi niko nyumbani. Imekuwa ni furaha na heshima kuchezea klabu hii, kushinda ligi kuu ya Uganda kwa maana ya Uganda Premier League na kombe la Uganda kwa maana la kombe la Uganda Cup na kujivunia kuitwa Salongo. Nilifanya uamuzi sahihi na ninachukua kumbukumbu nzuri na zisizosahaulika. Ninawaaga nikiwa na furaha sana na kipindi hiki cha kazi yangu, huku nikiwa na msisimko kwa hatua inayofuata. Asanteni nyote na nawatakia mafanikio mema kwa siku zijazo. Nipigieni kazi Vermoz, malizeni msimu huu kwa nguvu. Bwana, hiyo ni moja ya kauli ambayo Alan Okello aliweza kuizungumza wakati anaagana na nyota wa klabu ya Vipers. Bwana, tayari Alan Okello ameshakwisha kusaini mkataba wa miaka 2.5 ndani ya klabu ya Yanga na sasa atakuwa ni nyota wa klabu ya Yanga kwa miaka hiyo. Kwa hiyo Alan Okello bwana Starboy tayari kama ambavyo nimekujuza kwamba Yanga wameshakwisha kutambulisha utambulisho wake ndani ya klabu hiyo, na kinachofuata tu ni majukumu mengine ambayo yatafuata ndani ya klabu ya Yanga. Moja kati ya usajili ambao umetikisa, unaweza ukasema hivyo, moja kati ya sajili ambayo Yanga wanatabiriwa kufanya makubwa kutokana na sajili ambayo wameifanya hiyo ya Alan Okello. Alan Okello ni moja kati ya nyota ambao walikuwa wanatakiwa na vilabu vingi. Singida Black Stars, Azam FC, Simba Sports Club ni moja kati ya vilabu ambavyo pia vinatajwa kuhitaji ama ni moja kati ya vilabu ambavyo vilitajwa kuhitaji saini ya Alan Okello ndani ya klabu ya Vipers, lakini Yanga ndio ambao wameibuka mashujaa ama ndio ambao wameibuka kinara na kuweza kukamilisha usajili wa Alan Okello na kutoa ndani ya kikosi hicho. Bwana, Alan Okello unakuwa ni usajili wa 3 kwenye dirisha hili dogo la usajili ambao tayari Yanga wameshakwisha kutambulisha. Usajili wa kwanza ukiwa ni wa Emmanuel Mwanengo kutoka ndani ya klabu ya TRA United ambapo Yanga waliweza kutambulisha, lakini usajili wa pili ulikuwa ni wa Mohamed Damaro Kamara, usajili wa mkopo mpaka mwishoni mwa msimu kutoka Singida Black Stars, na sasa ni usajili wa Alan Okello Starboy ambaye ametambulishwa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini tetesi ama taarifa ambayo kwamba ni ya uhakika, lakini yani ina asilimia, lakini asilimia kubwa sana ni uhakika, ni kwamba Yanga bado usajili wa mchezaji mmoja kwa maana ya Derson Aurelio maarufu kama Dep. Wana Dep raia wa Angola anatajwa kukamilisha usajili ndani ya klabu ya Yanga. Kilichosalia kwa sasa ni utambulisho ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ndio usajili ambao tuna usubiri. Kwa hiyo taarifa zinaeleza kwamba Yanga inafunga usajili wa dirisha dogo kwa kuingiza mashine 5 tu
ambao ni Alan Okello ambao tayari ameshakwisha kutambulishwa, Mohamed Amaro Kamara ambaye tayari ameshakwisha kutambulishwa, Emmanuel Mwanengo ambaye tayari ameshakwisha kutambulishwa, lakini Laurindo Aurelio maarufu kama Dep ambaye tetesi zinaeleza kwamba ni uhakika, kwa kinachosubiriwa ni utambulisho. Lakini Yao Kwasi ametajwa kwamba Yao Kwasi ni moja kati ya nyota ambaye anaingizwa kwenye usajili wa Yanga. Tunafahamu huyu alikuwa ni majeruhi ambaye alikaa nje kwa muda, na tuliona nafasi yake ikichukuliwa na Frenkie Asiki ambaye alisajiliwa kwa mkopo kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars kuja kushika nafasi ya Yao Kwasi mpaka pale ambapo Yao Kwasi atakuwa amepona. Sasa tumeona Yao Kwasi amerejea na amecheza kombe la NMB Mapinduzi Cup kwa baadhi ya mechi na zile dakika za mwishoni. Kwa hiyo tayari ameshakusha kuwa timamu. Kwa hiyo tetesi zinaeleza kwamba Frenkie Asiki atampisha Yao Kwasi na Frenkie Asiki atarudi ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo nyota watano ambao wameingia Yanga ni Alan Okello, Mohamed Amaro Kamara, Yao Kwasi, Emmanuel Mwanengo, lakini utambulisho ambao unasubiriwa ni Laurindo Aurelio maarufu kama Dep. Kwa hiyo huo ndio usajili wa klabu ya Yanga kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa hiyo kubwa zaidi ni namna ambavyo Alan Okello ametoa shukurani kwa klabu yake ya Vipers na wachezaji baada ya kukaa ndani ya kikosi hicho kwa upendo, na kuzungumza kwamba amefurahi kwa kipindi chote ambacho amekuwa ndani ya klabu ya Vipers na namna ambavyo alionyeshwa ushirikiano. Kwa hiyo anarejea, anatua ndani ya klabu ya Yanga, anakwenda kukutana na baadhi ya nyota ndani ya klabu ya Yanga, kina Pacome Zouzoua, lakini pia anakwenda kukutana na kina Celestine Ekua, kina Dube Prince, Clement Mzize, lakini pia kina Duke Abuya, kina Emmanuel Mwanengo na wengine wengi. Kwa hiyo matarajio makubwa ya Yanga ni kufanya vizuri kwenye michezo ya kimataifa. Tunafahamu kwamba Yanga wanakabiliwa na michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika ambayo imesimama kupisha michuano ya AFCON ambayo inaendelea kutimua vumbi kule Morocco. Kwa hiyo baada ya michuano hiyo kumalizika tarehe 18 ambayo ndio itakuwa ni finali ya michuano hiyo, Yanga wanatarajiwa kucheza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika tarehe 23 dhidi ya Al Ahly ya Misri. Mchezo ambao utapigwa kule nchini Misri. Kwa ni moja kati ya mchezo ambao Yanga wanahitaji ushindi ama wanahitaji sare ili kujiwekea mazingira mazuri ya kuweza kufuza hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Kwa ndio maana wanafanya usajili wa nyota ambao wana quality, wa nyota ambao wanaweza wakaivusha Yanga kwenye michuano hiyo, lakini pia kufanya vizuri